ukisema anataka nimrudie mke wangu, unamrejea vipi na ushamwacha talaka 3? Kuna watu watapinga na wengine wana uwezo. Sio wanapinga tu kwa maneno alafu watanyamaza. Kweli. Watareact. Mfano mtu au mimi Mungu aliniacha wakati nina mimba talaka moja. Baada ya siku kadhaa akaniacha 2. Tayari nimeshajifungua mtoto. Sasa hivi anataka kurejea. Kwa hiyo nataka hii fatwa ipo vipi? Amekuacha talaka moja. Baada siku kadhaa alikurudia ama hajakurudia? Alinirudia, akaniacha 2 kwa pamoja. Alikurudia alafu akakuacha talaka 2 kwa pamoja. 2 kwa pamoja. Aha, na saa hizi ushajifungua. Akikurudia ilikuwa na ujauzito bado? Aliporudia alikuwa na ujauzito bado wa miezi 3. Haya, kwa hiyo akakuacha 2, sasa hivi ushajifungua, unataka kukurudia. Hizo 2 kakuacha kwa mara moja au kakuacha 2 kwa muda tofauti, ama hizo 2 kakupatia kwa wakati mmoja? Kwa hapo pamoja, kwa wakati mmoja hapo nikacha talaka 2 mke wangu. Haya, na saa hizi unataka kukurudia kwa kukuoa upya ama unataka kukurudia kwa madai kwamba ile 2 ilikuwa ni moja? Ndio hapo nataka fatwa kwa sababu mimi nimwambia tayari ushaanza talaka 3 si mkeo tena. Haya, sawa. Shukran sana. Allah akubariki. Naona Watanzania mashallah Sheikh Musallam wanakupenda, manake kila simu yangu hapa yalia tu namba za Tanzania. Namba ya Kenya hapa imetulia tuli, hakuna mtu anayepiga. Sasa swali la huyu dada asema kwamba mume wake kamtaliki akiwa yuko na ujauzito. Talaka moja, kisha kamrudia. Na ujauzito bado upo. Baada ya kumrudia akaketi naye muda mchache, kisha kamtaliki tena, lakini mara hii hakumpatia moja, kampatia 2 kwa mara moja. Na sasa hii kashajifungua na yule mume yataka kumrudia. Inakuwaje hapo? Je, zile 2 zimepita ni 2 plus 1 ni 3, ama ile imepita 2 ikahesabika ni 1 plus hii imekuja kuwa 2, lakini sasa tayari kashajifungua? Je, ikiwa imehesabika ni 2 bado anamuoa upya au anamrudia? Na ikiwa imehesabika ni 3 anafanyaje? Hili ndo ile mada yetu tulozungumza kwamba usiwe na ushujaa wa kusema nimekuacha zote zilizobaki, weka akiba. Mpiganaji hamalizi silaha zake zote wakati adui bado yupo. Kweli. Mashallah. Sasa hii kwa ile fatwa ya ufahamu wa aya na hukumu ya Mtume, kusema nimekuacha talaka 2 haziwi mara 2. Unafahamu? Ndio. Haziwi mara 2. Lakini kuna watu wanatambua nimekuacha talaka 2, wanasema hizo ni 2. Sasa tatizo litakalozuka ni ku-create inconvenience kwenye jamii. Wengine wanaikubali, wengine hawaikubali. Wewe ukisema anataka nimrudie mke wangu, unamrejea vipi na ushamwacha talaka 3? Kuna watu watapinga na wengine wana uwezo. Sio wanapinga tu kwa maneno alafu watanyamaza. Kweli. Watareact. Unatengeneza inconvenience. Kosa moja tu kusema nimezitoa zote. Kwani ukitoa moja alafu ikisha ukajisikiliza, utaharibikiwa wapi? Kweli. Sasa hili linategemea ufahamu wa mtu. Ukisema nimekuacha talaka 2, wengine wanahesabu hii sio mara 2. Nimezungumza mara 5. Sasa nimekuacha talaka 3, sio mara 3. Katamka 3. Mara moja. Au mtu katamka nimemwacha mke wangu, katoka nje kakutana na mwingine kamuuliza nimemwacha, analikariri lile la mwanzo alilolifanya. Hapa isabiwi maneno anayoendelea kuyakariri. Kweli. Ushanifahamu? Kaacha alafu akarejea. Hii ni mara moja kwenye maisha yao ya ndoa, wameshaachana. Naam.
Sio kwamba nimemwacha ukahesabu maneno. Nimemsikia kwa sikio langu katamka mara 3. Ukasema zimekuwa ni mara 3, hapana. Itakuwa ni ile ile mara moja. Kwa hiyo kamwacha alafu kamrejea. Hiyo ni mara moja. Alafu baadaye kaja kumwacha tena. Hiyo itakuwa ni mara ya pili.